Tanzania ni nchi ya agano, nchi ambayo mapenzi ya Mungu yamesimama sasa. Katika udhihirisho wa damu na nyama ndio hayo yanaendelea. Nabii Musa leo ametangaza kuwa ndiye rais wa Tanzania, na yeye ndiye atatoa matamko kama rais, na kila tamko ndilo litakalokuwa juu ya nchi hii ambayo ni nchi ambayo Mungu ameichagua kama makimbilio katika nyakati hizi. Yerusalemu mpya, mji ambao Mungu sauti yake inatoka hapa, na mwenye kutoa hiyo sauti ndiyo huyu Nabii Musa ambaye Mungu amemweka juu ya vyote. Na wale ambao waliitwa, walimkataa kwa sababu ya umaarufu wao, leo wanapoona vigingi vyote nabii amevivuka, ameviondoa, wanaanza kuja kujifanya wao ndio wanastahili, nao watapigwa kama waovu wanavyopigwa. Maana na wewe utakuwa kwenye njia ya kutaka kujulikana kama wewe ni rais au kama wewe ni nabii, wakati nabii yupo na wewe hujafanya chochote katika yale Mungu aliyosema. Hamjui yanayotokea haya yanatokea ni kwa gharama gani, na Mungu anatoa maelekezo gani kwa mjumbe wake Nabii Musa, ambaye sasa ndiye anayecontrol, anaitoa maamuzi, anaitoa mapigo yote haya yanayoendelea kwenye nchi hii. Kama vile akinatengwa nabii akisema kuhusu sanduku la agano, wanaiga na kupotosha watu na kusababisha watu kukimbilia kwenye uongo na kuacha ukweli, na kusababisha nabii kufanya kazi ya Mungu kwa taabu sana. Kwa sasa mapigo yanaendelea kwenye nchi hii ya Tanzania ili kuwaondoa waovu, hata waovu wote waishi. Ndipo nabii atakuja na ataruhusiwa kukaa kwenye kiti hichi kimwili. Mungu amemweka kuwa sauti yake katika dunia hii. Ni yeye ndiye mwenye maamuzi na sauti ya Mungu duniani. Ameshindana na miungu ya dunia 7, ameishinda. Akashindana na Mungu wa Tanzania, akashinda. Unaposikia Mungu wa Tanzania, ni mtu anayesimama kutetea mapenzi ya mizimu, mapenzi ya kuzimu katika nchi. Kwa hiyo wako wasimamizi wa kuzimu wa kidunia, wasimamizi wa kuzimu katika nchi, wasimamizi wa kuzimu katika mabara, wote amewashinda. Ndio maana Mungu amemweka juu ya vyote. Na katika nchi hii ya agano, sanduku la agano, Tanzania teule, ndio yeye mwenye maamuzi ya mwisho. Hakuna atakayekaa au anastahili kukaa zaidi ya yule ambaye yeye atatoa tamko. Na sasa tamko ni kuwa yeye ndiye rais atakayekaa na kuongoza nchi hii vile Mungu anataka. Mungu amempa mamlaka yote na vitu vyote. Kiti cha enzi cha Mungu kipo hapa Tanzania, na yeye ndiye aliyekikalia Nabii Musa. Sanduku la agano lipo hapa Tanzania. Ndiyo hapa patajengwa hekalu la 3 la Mungu, na yeye ndiye msimamizi na mwendeshaji na mtoa ratiba vyote hivi kama Bwana anavyomwelekeza. Zama zile za uovu zimeisha sasa. Sasa ni wakati wa kusimama kwa mapenzi ya Mungu. Huyo ndiye nuru mnayoitafuta. Wapo wanaokesha na kuona mengi ya kwamba Tanzania kuna nuru, Afrika kuna nuru, kanisa nuru tunaiona inaibukia Tanzania. Ni huyu Nabii Musa ambao wengi mnamdharau. Sasa nakaa kwenye nafasi yake. Tambueni ya kuwa Bwana asipolinda mji walindao wakesha bure. Haya yanayoendelea yanatoka kwenye sanduku la agano, na dereva wake ni Nabii Musa. Msikia hapa akisema mwenyewe na akieleza mengi katika yale ambayo yataendelea kutokea katika taifa hili la Tanzania. Yataendelea kutendeka hata waovu waishe mmoja baada ya jingine. Joka limeisha sasa wa nchi hii
ameshamshinda joka, bado matokeo tu kimwili. Karibu sana msikie Nabii Musa akieleza zaidi ya kama mimi ni muongo niseme ni unabii, ninatabiri mama akiendelea vita itatokea. Kama mtamng'ang'ania kumweka, mkang'ang'ania kumweka wakati si yeye aliyoshinda, mkang'ang'ania kumweka, mtakuja kuona yani atakuja kuleta vita. Kama sasa hivi watu wanatekwa kila siku na hakuna chochote kinachoendelea, mkimpa akaendelea, maana yake ni sawa na mmempa shetani, mmeuza nchi kwa shetani. Kwa kinachofanyika ni mwagikaji wa damu, mwagikaji wa damu. Hayo mambo nasikia watumishi wanatafuta watauawa, mambo yatakuwa ni waziwazi, watu watatafuta waziwazi na watauawa hadharani na hakuna wa kuwatetea. Kwa sababu si jambazi anayetoka kwenda kuua watu. Umeshaambiwa mamlaka za juu, maana yake mamlaka za juu zina ajenda ya kishetani kuua watu. Kwa mkimpa huyo mama aendelee, maana yake vita lazima iwepo. Na vita lazima itokee. Kwa sababu si yeye aliyechaguliwa. Ila anaingia kwa kutumia nguvu na kutaka kuleta nini? Kutimiza, yani kutoa sadaka kwa ajili ya ile miungu yani inayempambania kulazimisha kukaa. Leo nataka nikufungulie kodi ili kuangazia watu wote na wafahamu kinachoendelea na wafahamu nani ni mshindi aliyetangazwa kuwa mshindi wa urais katika ulimwengu wa roho. Toka Septemba, ile nuru mloko mnaiona mnasema ni unyakuo, Septemba mshindi ametangazwa, ndio sherehe ya mshindi. Amen. Kwa sasa hivi tunaenda tu kama kumalizia muda. Bwana ananiambia nunua saa, na mimi nimenunua saa hii. Ni kazi yangu kuangalia muda. Sawa? Kuangalia muda. Amen. Sasa leo nataka nikwambie. Sawa? Na kufungulia kodi mjue rais wako aliyeshinda katika ulimwengu wa roho. Nabii Musa ndiyo mshindi aliyekabidhiwa kiti cha enzi cha Mungu. Sawa. Ndiye mshindi wa kiti cha urais. Amen. Ndiye anatakiwa ndiye Tanzania mpya. Amepewa kukaa. Yeye ameshinda na ameshinda tena na ameshinda tena. Amen. Kwa wale ambao hawanielewi, ambao wametukuta katikati, iko hivi. Bwana alinipa mamlaka ya kiti cha enzi cha Mungu. Nikapewa kukaa katika kiti cha enzi cha Mungu mbinguni. Kwa hiyo nikapewa mamlaka, nikamshinda mauti na kuzimu, nikapewa bendera ya nchi mwaka 2022. Sawa. Lakini kuna watu ambao Bwana alikuwa akihitaji nishirikiane nao. Sawa. Nao nilikuwa nikihitaji kuwapa hiyo nafasi. Sawa. Watu hao watatu ambao walipata bahati lakini hawakuifanyia kazi. Nikamwita Gwajima akanidharau. Mwisho mwezi wa 12, kabla mwezi wa kwanza mwaka jana nikampa mama Samia. Baada ya kumpa mama Samia akatudharau, akatupuzia, akaamua kuwasibu, anapiga ramli kwa waganga huko, wakaamua kuamsha vita kwetu sisi. Kwa watekaji wameweza kutumwa toka mwaka jana. Sawa, ndio maana umefika hiyo idadi. Baada ya watekaji kutumwa, ikabidi sisi tupambane wenyewe.
tukawa tunapambana kulibeba sanduku la agano kuhakikisha tunashinda, na Mungu akatupa sanduku la agano ili tushinde vita zote, kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kushindana na sanduku la agano akashinda siku moja. Kwa ndio maana sanduku la agano lilishuka kwa ajili ya vita. Amen. Baada ya kuona hivyo, mimi nikanyang'anya kile kibali, nikampa Tundu Lissu. Baada ya kumpa Tundu Lissu, akaona ile nyota, kile kibali kimeenda kwa Tundu Lissu, akamkamata, akamfungulia kesi. Ndio maana unaona kila anayeonekana kwamba atamshinda anafanyiwa zengwe ili kuzuiliwa asiendelee, abaki peke yake. Sawa? Na mimi nimeshaondoa ile nini, kile kibali ambayo nilimpa. Na ndio unaona kila mahali sasa hivi, yani sasa na mtu ambaye hana nyota, mtu ambaye anaacha kile jambo analolifanya linakuwa baya. Sawa? Ndio kinachoendelea sasa hivi. Wewe mwenyewe unaona sasa hivi, yani kila mahali ni kumealika, yani kuko hovyo, kwa sababu kibali mfano. Wakati nimesema nimempa ule mwezi wa kwanza, si mwezi wa pili, kikao cha chama kilichofanyika kikaenda vizuri, wala haikuwa ni ishara ya kile ambacho mimi nimekiongea. Kufika mwezi wa 7 kikao kingine, mambo yakaanza, wala hakuona kama ni ishara nilichokiongea. Amen. Sasa kwa sababu kila niliyekuwa namuita au kila ninamhitaji anamblock, anamzuia. Sasa Mungu akaniambia, naenda mwenyewe, pambana mwenyewe, pambania mwenyewe. Amen. Kwa hiyo tukaanza kupambana. Amen. Vita vya kiroho kati ya joka na nabii. Amen. Kwa hiyo tukaanza kupambana katika ulimwengu wa roho. Vita vyetu si juu ya damu na nyama. Kwa ni kiroho, katika ulimwengu wa roho. Vita vile huko nyuma unaona ni kampeni za uchaguzi, lakini katika ulimwengu wa roho ni vita ya joka na mnyama. Na joka anaenda kupeleka nguvu zake kwa mnyama, anapeleka nguvu zake kwa sanamu na kuipa pumzi ile sanamu. Amen. Kwa mshindi wa kiti cha enzi, mshindi wa urais ni Nabii Musa, ndiyo rais wa Tanzania. Tuko katika vita vya kiroho. Nabii Musa alipewa kusimama upande wa Mungu juu ya sanduku la agano, na mama ambaye ni awamu ya 6 yuko kutengeneza ajenda za kishetani. Sawa? Ajenda ya kishetani. Nitakuja kukupa hilo somo baadaye. Sawa? Nitatoa kodi jinsi ya kufanya ili aweze kuondolewa, kwa sababu ni mambo ya kiroho. Kwa hiyo nitawapa kodi baadaye, nitatoa kodi ya kumuondoa. Na hiyo kodi ni hesabu nzuri sana ambapo kila mtu atajifunza kwamba hivi mama yuko upande wa shetani, yani amesha nini? Yani yuko tayari kung'ang'ania watu wafe wafanyeje, lakini yeye anataka kung'ang'ania. Sawa? Ameshashindwa lakini hataki. Kwa hiyo wale viongozi ambao mko nao, ambao mnahusika na sehemu hiyo, kama mtamng'ang'ania kumweka, mkang'ang'ania kumweka wakati si yeye aliyoshinda, mkang'ang'ania kumweka, mtakuja kuona yani atakuja kuleta vita. Kama sasa hivi watu wanatekwa kila siku na hakuna chochote kinachoendelea, mkimpa akaendelea, maana yake ni sawa na mmempa shetani, mmeuza nchi kwa shetani. Kwa kinachofanyika ni mwagikaji wa damu, mwagikaji wa damu. Hayo mambo nasikia watumishi wanatafuta watauawa, mambo yatakuwa ni waziwazi, watu watatafuta waziwazi na watauawa hadharani na hakuna wa kuwatetea. Kwa sababu si jambazi anayetoka kwenda kuua watu. Umeshaambiwa mamlaka za juu, maana yake mamlaka za juu zina ajenda ya kishetani, kuua watu. Kwa mkimpa mama aendelee, maana yake vita lazima iwepo. Vita lazima itokee. Kwa sababu si yeye aliyechaguliwa, ila anaingia kwa kutumia nguvu na kutaka kuleta nini? Kutimiza, yani kutoa sadaka kwa ajili
ile miungu yani inayempambania kulazimisha kukaa. Sawa. Kama mimi ni muongo, niseme ni unabii, ninatabiri mama akiendelea vita itatokea, lakini sitaki vita itokee, wala sitaki damu imwagike, kwa sitaki huo unabii utimie. Kwa nitazuia kwa namna ambayo nitaweza kuzuia kwa ile mamlaka ambayo Mungu amenipa. Kwa hiyo tuanzia sasa hivi tambua Tanzania mpya, Nabii Musa ndio amepata kushinda, ndiye ameshinda kiti cha enzi cha Mungu. Mjumbe wa agano yule mnayemfurahia anakuja. Nabii Musa ndio amepewa, ndiye ameshinda. Kwa sababu ameshinda, kwa hiyo ana mamlaka ya kifalme, ana mamlaka ya kiti cha enzi. Na ndio maana wanaotumwa watakuja kupambana na Nabii Musa hawawezi, wanaanguka, kwa sababu yeye ndio mkuu kuliko wao wanaotumwa na kuliko hao ambao mnawaona. Ndio maana Nabii Musa leo ninaongea kwa ujasiri, kwa sababu ninajua nilichopokea na ninajua nilichopewa na ninajua ninachokifanya. Ila ni watu wengi, kwa sababu hamna macho ya kiroho na hamuoni, ndio maana wanatumia nguvu sasa hivi. Sasa wanatumia nguvu kwa nguvu ili kuforce muogope. Mkishaogopa mtu anapita, anaingia. Umeona? Ndio, yani ndio nguvu inayotumika, au ndio silaha iliyobakia kuwatia hofu ili apite. Ndio njia aliyobaki nayo sasa hivi. Kwa kama njia ni kuwatia watu hofu, maana yake lolote anaweza, yani yuko tayari kufanya lolote. Sawa. Kwa sababu Watanzania hawaamini. Sawa. Hawaamini vitu vya kiroho mpaka waamini vitu vya mpaka wavione kwa macho. Kwa hiyo mpaka haya tunayosema mpaka vita itokee ndio waanze kuamini. Na mimi sitaki hayo mambo yawepo. Na ndio maana hapa nilipo, popote nilipo, ninatamka lolote na linakuwa. Mungu aliposema kuwa ardhi ikawa ardhi, kuwa anga ikawa anga. Maana yake hivi, kila neno analotamka Mungu ni roho iliyo na uhai. Kwa ardhi ni roho ina uhai, anga ni roho ina uhai. Mungu alitengeneza dunia kwa siku 7. Sawa, siku 6 ya 7 kupumzika. Maana yake ni roho 6 za Mungu zimefanya kazi ya uumbaji. Kwa mimi ninapotamka neno, maana yake ni roho ya Mungu ya uumbaji inakwenda kufanya kile kitu. Kwa hiyo utashangaa tu vitu vinaibuka, utashangaa vitu vinaibuka tu, nimeshatamka. Na ndio maana nina mamlaka zote. Kwa hiyo sasa, ili ya mambo yasitokee, ili vita isitokee, sio kwamba nyinyi mlioko hapo juu mtakapodharau yale ninayoongea mkanidharau, maana yake mmeidharau Tanzania mpya, mmeikataa Tanzania mpya. Mkimng'ang'ania huyo, maana yake mmeng'ang'ania kuzimu, yani mmewapa mashetani. Sasa si kama wewe ulioko nafasi ya juu kwamba utakuwa salama, hautakuwa salama. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni kupiga mauti wale wote ambao watakusababisha vurugu na wale ambao watakuzuia mjumbe wa agano na Nabii Musa ambaye ndio mshindi kupita kuja kukaa hapo. Rest in peace. Amen. Tulipowaita mjenge mbebe sanduku la agano mkakataa. Tukabaki na watu wachache ambao kajitoa kwa nguvu zao zote. Tulipowaita mjenge hekalu mkakataa. Wakatokea watu wachache wakaendelea kusaidia taratibu taratibu. Nikawaambia hekalu kwa ajili ya makimbilio, kwa ajili ya mambo yanayotaka kuja kutokea kwa mbele, lakini mkakataa. Bali mna vishigo ngumu mpaka myaone yawakute. Mimi ndio kiongozi ambaye nimekabidhiwa mamlaka na Kristo duniani na mbinguni, kufunga na kufungua. Na ndio maana nikapewa kupigana vita, kwamba kila anayetakiwa kukaa anapigwa, kwa sababu hanisikii. Yani namwambia Bwana njoo hapa nikupake mafuta nifanye 1 2 3 ili tusaidiane kufanya kazi ya Mungu. Mtu anakataa. Kwa hiyo akinikataa mimi, akaenda mwenyewe kama mwenyewe, anapigwa. Sasa kwa sababu ni wabishi na hawataki kwenda na nabii, kwa hiyo tutakuwa tunapoteza muda. Kwa Bwana akaniambia sasa, ingia mwenyewe usimame.
Kwa tumepigana vita kimya kimya toka mwaka jana mpaka sasa hivi. Hatimaye Septemba ushindi umepatikana. Mjumbe wa Ghana ameshinda. Ili kuondoa mambo mengi yasiwepo, fujo zisiwepo sana, itabidi tu hao viongozi hao wanaotaka kuondoa hii amani kwa kung'ang'ania kujifanya ni wabishi, afe mmoja baada ya mwingine, kwa sababu wao wameshashindwa. Yaani Mungu ameshashinda, lakini wao bado wanang'ang'ania kwa nguvu. Yaani wanatumia nguvu kubwa. Kama isingelikuwa Mungu, Israeli na aseme sasa. Kama isingelikuwa Mungu, Israeli na aseme. Na ndio maana nikamwambia hivi, watekaji, bosi wenu ameshaacha usia na anakaribia kufa. Chagueni moja. Akifa mtafute pasipoti. Mimi naongea kwa ujasiri kwa sababu ndiye mshindi wa kiti cha enzi cha Mungu, ambaye ameteuliwa na kuchaguliwa kukaa kuleta Tanzania mpya duniani, watu waishi kama mbinguni. Kumbuka mwaka 2023, wale ambao tunafuatia muda mrefu, niliposhinda tuzo ya mbinguni, nikaenda kukaa kwenye kiti cha enzi cha Mungu mbinguni. Na Mungu akaniambia watu wengi walitamani nafasi kama hii, lakini hawakuwahi kuipata. Yaani kukalia kiti cha enzi cha Mungu. Kwa ukimwona nabii amekaa hapa, maana yake ni Mungu amekaa. Na ndio maana kuna nguvu kubwa sana ya Mungu na jeshi la Mungu. Waliokuwa Bukoba waliona nguvu ya Mungu. Sasa niko Dar ili na Dar es Salaam waione nguvu ya Mungu. Na ndio maana nimetumwa kuja kupigana hapa. Kupigana na giza lililopo, ili kushinda giza na kuliondoa. Kwa sababu mambo yako katika ulimwengu wa roho, ukiongea watu wanakuwa hawaelewi, wanavyozani ndivyo sivyo, wanakuwa hawaelewi. Sasa leo nimeamua kuwapa kodi, nimeamua kuwafunulia na kuwafungulia. Anataka kupigana na apigane. Lakini nakwambia hivi, toka vita vyenu mmevianza toka mwaka jana mpaka sasa, na hatimaye nimefika mwisho na kutangazwa kutoka mbinguni kiti cha Mungu, wewe unaenda kushindana tena, hautasimama tena wala hautashindana tena. Unachotafuta ni mauti tu, kwa sababu hutaki kubali matokeo. Na kwa sababu watu hawaoni, unadhani hiyo nafasi utaichukua kwa nguvu, kwa sababu watu hawaoni, hawajui siri za Mungu, hawana macho ya kuona vitu vya roho, hawajui kinachoendelea. Lakini mimi ndio ninawafungua macho, kwamba mshindi ni nani, na kila atakayekaa hapo ataondolewa, atakufa, kwa sababu si yeye aliyepambana hiyo vita. Kama angeweza kupambana hiyo vita, basi angepambana. Kila mtu alikimbia, na hakuna mtu aliyewahi kukaa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Maana yake hakuna mtu aliyewahi kushindana na sanduku la agano akashinda. Hakuna mtu aliyewahi kupigana na Mungu akashinda, zaidi ya Nabii Musa mwenyewe. Anatoka Misri mpaka anafika mwisho wa safari yake, kabla hajavuka Jordan, mpaka anakufa, hakuna mtu aliyekushindana naye akashinda. Hata Yehu alipoendelea, hata Yoshua alipoendelea, hata Daudi alipoendelea, manake Musa ameshika sanduku la agano na amerudi tena. Na ndio hicho ninachokuambia kila siku, unasikia lakini hatui moyoni. Yehu alipotiwa mafuta, wakati Elia amefunga mvua akaondoka, alivorudi akashusha moto, akachinja bahari wote. Yehu akapakwa mafuta na kijana wa Elisha, kwa sababu ile kazi ilitakiwa Elia, baada ya kumaliza ile kazi ilitakiwa afanye nini? Amtume Elisha akafanya ile kazi, au yeye akampake mafuta Yehu ili kuendeleza ile kazi.
lakini akajisahau, mambo yakawa mengi. Kwa hiyo Elisha ndio akapewa ile kazi. Elisha akamtuma kijana wake aende kwa Yehu. Hakuna mtu yote alikuwa anajua kama Yehu amepakwa mafuta isipokuwa wale waliokuwa nao. Na Yehu akageuza safari yake aliyotumwa, akageuza kurudi kwenye kiti, kurudi kwenye ufalme, kukalia ufalme. Kila aliyekutana naye njiani anasema, bwana wewe si ulitumwa uende, mbona unamgeuza unarudi? Kila mtu anayetumwa nenda kamuulize imekwaje wanarudi hao watu. Anaambiwa nifuate. Anaambiwa nifuate. Yule watatu ambaye anatuma watu, kila akituma watu hawarudi, wanaungana na Yehu. Kila akituma watu ndio mkamuulize vipi mbona anarudi? Yehu anaambia fatana na mimi. Akawauliza, akaenda yeye sasa kuuliza, mbona kila naye mtuma mjumbe harudi? Alipoenda yeye kuuliza, kuna amani? Yehu akamwambia hivi, amani ya nini? Wakati mama yako Yezebeli amezini. Yezebeli peke yake ndiye alikuwa anajua, kwa sababu alikuwa ni roho ya kipepo. Ndio alikuwa anajua kwamba Yehu anakuja kufanya mageuzi. Kwa hiyo ufika katika lango la mji, Yezebeli akakaa chungulie dirishani ili amtamanishe Yehu, ili asifikie ile kusudi ambalo Mungu amemkabidhi. Yehu hajakaa kwenye kiti bado. Hajakaa kwenye kiti bado, lakini ameshapakwa mafuta na Mungu. Ameshachaguliwa na Mungu. Alichokifanya pale katika lango kuu, aliwaambia wale watu ambao wako na Yezebeli, mtupeni nje huyo mwanamke. Nao wakamtupa nje kwa amri ya ufalme ya Yehu. Akatupwa nje. Akapasuka, nyama yake kaliwa na mbwa. Neno la nabii Elia likatimia. Wakati tunaelekea huko, si wakati wa kufanya wa kuomba, ni wakati wa kutoa amri na kuamuru nini kiwe nini kiwe. Basi kwa sababu tayari Bwana ameshafanya nini? Ameshatukabidhi na tumeshashinda. Kwa sasa ni kutoa tu amri na matamko basi. Sio kuomba ushauri, unaomba ushauri ingekuwa hivi ingekuwa hivi. Ni amri na matamko. Sababu amri inayotoka hapa ni juu ya kiti cha enzi cha Mungu, ni amri ya ufalme, ya kifalme. Na ndio itakayokuwa inasimama. Yule asiye mfalme hata atoe kauli ya namna gani haitakai simame. Kwa hiyo ni nuru nimewapa, ni nuru nimewaangazia, nimewafungua macho. Ulikuwa na maswali mengi unajiuliza, unatafuta majibu ndio hayo. Kwa kuanzia sasa utambue hivyo. Fumbo limefumbuliwa. Kama mtakuwa wabishi, yanakuja kutokea. Lakini hatutaki atokee wala sitaki atokee. Wanaoyatengeneza ndio watakaofanya nini? Watakao kufa na kuondoka. Kwa sababu anayatengeneza, waovu wanayatengeneza kwa ajili ya wenye haki. Kwa hiyo wataangamia wao wenyewe, sio kuangamiza wenye haki. Kwa kama ulikuwa unasikia sio ni nani, leo ndio nakufunulia usiyojua katika ulimwengu wa roho ya asili. Leo ndio nayafunua na kuambia yanayokuja na kinachoendelea. Ni vita ya mnyama, ni vita ya nabii na sanamu. Yaani vita ya joka na nabii imeisha. Sasa ni vita ya sanamu ya mnyama, ambaye sanamu ambayo imetiwa pumzi, ambapo sanamu hiyo mnyama ameipa pumzi sanamu, nayo ikatenda makufuru makuu. Sasa unafikiri mkimruhusu nini kitatokea? Mimi nakwambia siri za Biblia, na niko natembea katika neno la Mungu hapa. Sawa? Na hutalibadilisha hili neno. Hata ungekataa vipi, ukatae vipi. Labda unataka kama ningekuwa nimevaa suti na mchomekeo ndio ukubali. Yaani hivi nilivyo, hata ukatae vipi. Yaani utashindana, yaani wewe utalipangilia neno la Mungu. Aliyoipanga Mungu ndio hivi wewe unaenda kwa. Kwa hiyo huyo mama yeye ni awamu ya 6. Kwa hiyo yeye awamu ya 6 ni ajenda ya mpinga Kristo.
Kama nyinyi mlioko karibu yake mnajua au hamjui, lakini ndio hivyo, ni ajenda ya mpinga Kristo. Kwa hiyo kuna mauaji mengi yatakuja kutokea. Wewe unasema sio nakutisha, sio nafanyaje, sio inaleta taharuki. Ninakwambia mimi, ninakwambia. Maana hujui yanayokuja mbele. Wewe kwako unaona ni amani tu. Wachungaji wanakimbia nchi, wanakimbia huku na huku, wewe kwako unaona ni amani. Nilipoita mjenge hekalu, nikawaita jamani sanduku la agano, mkalipuzia mkanidharau. Sasa hivi mnakimbia huku na huku. Waumini mnawaacha kwenye makanisa. Yaani ule wakati wa kutengeneza mkaupuuzia. Sasa wakati wa vita mnaanza kukimbia. Lakini wakati wa kutengeneza, mimi nikatengeneza na Mungu ambaye nyinyi hamjui. Ndio maana mnamkataa. Nikatengeneza na Mungu wangu ninayemjua mimi ambaye nyinyi hamjui. Maana kama mngemjua mngesikia yote nilikuwa nawaambia. Sasa wakati wa vita unaanza, mnaanza kukimbia. Na mjumbe ndio keshashinda. Sasa anasimama kuudhibitisha huo ushindi. Na ndio ninasema hivi, awamu ya 6 ni awamu ya mpinga Kristo, ni awamu ya shetani. Unasikia kwa huo watumishi wa Mungu, kuja watumishi wa Mungu si kutoka mamlaka za juu. Ndio hiyo awamu ya 6 inayokuja hiyo. Sasa hivi tu kwenye harakati za kutafuta nini, kwenye kampeni tu mnaona shida iliyopo sasa hivi, mnaiona. Na kwa muda wa miaka mingapi mmeona mpaka sasa hivi watu wanatekwa kila siku, mmeona. Kampeni zinaendelea, watu wanaendelea kutekwa. Mnaona. Hata mimi isingelikuwa nguvu za Mungu, nisingeliongea na wangekuwa wameshaniteka. Lakini kwa sababu ya nguvu za Mungu, Israeli nasimame na aseme. Ndio maana mpaka leo wameanguka. Sasa kwa sababu wataendelea kuwa wabishi, hawataki kusikia, inabidi rest in peace. Yaani suluhisho inabidi, yaani suluhisho ni kifo tu, ndio suluhisho la hao watu. Kama nilivyokuambia, niligonga muhuri vifo vya watu kadhaa ambao wanaonekana huko mbele watasimama kukaa kunisumbua nikiwa nimekalia kiti. Wataonekana, yani watashindana kwa sababu Mungu wao amekufa, nami nimechukua nafasi ya Mungu wao. Kwa hiyo watakuwa wakipambana kuhakikisha kwamba wananizuia. Nami nikagonga muhuri. Kato bwana mheshimiwa, sasa kuna watu wanatakiwa wafe na picha zao, nikagonga muhuri ya kifo kuhakikisha kwamba wafe, kwa sababu hata hao ndio watakuwa wananisumbua baadaye, na ndio kinachoendelea sasa hivi. Wanatuma kila siku watekaji, yaani wameshashindwa lakini bado wasikii. Nyumbani kwangu huko kila siku wanahangaika kumfukuza mke wangu na mapikipiki. Sasa wameanza kujifanya ni askari wa barabarani kusimamisha pikipiki. Sasa askari wanasimamisha pikipiki alafu naanza kumkagua abiria. Abiria ndio pikipiki. Alafu nakuja kutuambia hapa watekaji wajulikane. Kama wanaovaa sare za polisi na wanaenda kwa watu kuteka watu, wanajitambulisha kwa ni polisi, kama jeshi la polisi hamwatambui hao watu, sawa, tuwaambieni sisi raia, sawa, tumalizane nao. Kwa sababu mkiletoa taarifa mnasema sio polisi, alafu wakiuawa na raia mnasema raia wameua. Kwa hiyo taka raia atekwe akauawa, sio ajitetee. Mlinda raia afanyeje? Si ajitetee. Mimi hapa Yesu ananitetea kwa nguvu za Mungu, natetea na nguvu za Mungu. Amen. Na nikuwakumbushe tu, hayo yote ambayo mnasikia naongeleka kwa watu, kwa mpolepole, si kwa nani, haya yote ninayafahamu. Kwa sababu haya yote mimi ndio Tanzania, ndio kila kitu, yani ninafahamu mambo yote yanayoongeleka. Sijaajiriwa serikalini wala sijaajiriwa kwenye chama cha CCM wala lakini mambo yote na mifumo yote ninaifahamu. Ni kwa nguvu za nani? Ni kwa nguvu za Mungu. Yani ile hekima ambayo Mungu ameachilia. Anasema nianzia kwa mstari wa 4. Wakamsujudia yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudia yule mnyama.
wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu, maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya vita, kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila, juu kila jamaa na taifa, na wote wakaao juu ya nchi wakamsujudia. Kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwako kwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye hekima na subira ya watakatifu. Nisikia? Ndipo penye hekima na subira ya watakatifu. Ile miaka 3 ambayo tunapigana nabii na joka, ile miaka 3.5 ambayo ndiyo miezi 42. Umeelewa? Nabii akapewa kupigana kwa siku 1260. Mashahidi wawili wakapewa watapigana siku 1260. Na atakayekuwa zuru moto utamla. Na atakayetaka kuwateka atatekwa. Atakayetaka kuwaua atauawa. Ndio hapa tupo tunapigana. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Subira ya watakatifu, subira ya Kristo. Kama ninavyowaambia, hapa ndipo penye subira ya Kristo. Hapa ndipo penye kiti cha enzi cha Mungu. Yaani watakatifu wanasubiri nani atashinda katika vita hii, na vita ndio hii. Na imeshafanya nini? Mungu ameshashinda. Lakini kama Mungu ameshinda, na ninyi wote mnasikia, na mkaamua kumchagua shetani, mnyama, sanamu, basi watakatifu watapigwa vibaya sana, kwa sababu ndipo subira ya watakatifu. Yani watu wanasubiria vita ishe, mshindi apatikane ili mshindi atangazwe. Lakini badala ya kumtangaza mshindi, mnaenda kumtangaza mtu ambaye si mshindi. Kwa nini kitatokea? Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye nguvu, ndio maana sitaki hayo mengine yatokee. Yani sitaki fujo zitokee. Na ndio maana ninakemea kwa nguvu zote. Kwa sababu hao ndio wanaokuja kuvunja amani. Yani akikaa tu huyo mtu, hakutakuwa na amani. Hakutakuwa na amani. Ndio maana mnaona ninapiga sana kelele. Ninajaribu kuwafunulia msikii. Nataka mpaka niongee waziwazi. Nimeshawafunulia kodi. Nimeshawafunua macho, nimeshawafungua hekima, nimeshawafungua kwenye magereza ya ufahamu, na mkae na mfahamu. Mjumbe wa agano ndiye mshindi wa kiti cha enzi cha Mungu. Ikulu zote ni mahali patakatifu, na ikulu zote ni mlima Sayuni, na mjumbe wa agano Nabii Musa ndiye ameshinda katika vita ya mnyama na nabii, katika vita ya joka na nabii. Nabii Musa ndiye ameshinda. Kwa hiyo kama unasikiliza kuanzia leo, tambua hilo. Nabii Musa hana chama wala hana gari, lakini yeye ndiye amepewa kupigana na joka na mnyama, na ameshinda. Kama wale ambao nilikuwa nawaita wangekubali kusikia, maana yake wangekuwa wapo na sanduku la agano, wangeweza kufanikiwa kupita na wangeweza kufanikiwa kushinda. Lakini kwa sababu walinidharau, ndio maana wameshindwa. Na ndio maana yule ambao anamdharau ameshinda, kwa sababu anayo nguvu ya Mungu iliyo ndani yake, ambayo wao wameikataa. Mashetani wanajua na kuzimu inajua vita ambayo tumepigana nayo. Lakini wana wa Mungu wanaomba kila siku makanisani, hawaoni, hawana macho ya kiroho. Hekima ya Mungu ni macho ya kiroho, ni kuona na kujua kwamba hili ni baya, hili ni zuri, hili linaendaje, linapita wapi, ninafanyaje. Ndio hekima ya Mungu.
Unaomba tu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, lakini kuona huoni. Unaomba nini? Kwani wangapi walikuwa wanaombea majoka? Kila wakiona naona msiba mkubwa sana, bendera nusu mlingoti, ombea, mnaombea majoka. Wangapi walikuwa wanatamka hayo maneno, wanajiita ni manabii na watumishi wa Mungu. Wanadhani kila kitu ni kuombea. Vingine ni kupiga na kuvunja na kuharibu. Sio vya kuombea. Wewe unifuatia toka mwanzo kwenye hii huduma. Ushawahi kusikia mimi ninaongea, ninasema hivi, ombea. Kuna msiba nusu mlingoti, ombea. Ushawahi kunisikia mimi naongea hivi? Kwa sababu nina macho, ninaona ni majoka, naombeaje ni majoka. Na mimi ndio nimepewa sehemu ya kupambana na hayo majoka. Nimepewa kukaa hapo juu kupigana na hayo majoka mpaka kuyaondoa yote, ili kuweza kukaa hapo juu. Hujawahi kunisikia hata siku moja. Basi sababu ndio kwamba nina macho, ninaona. Najua nitokako na najua niendako. Wewe tu ndio unielewi kwa sababu umenikuta katikati. Hujawahi kunisikiza kuanzia mwanzo. Na mambo yote siwezi nikaongea kwa siku hii, kwa siku moja. Amen. Mungu akubariki sana. Ila tambueni, ninawaambia kabisa, mkimruhusu huyo mama endelee, panachafuka. Kwa sababu si aliyepewa. Na kwa nini pachafuke? Panachafuka kwa sababu ili aondoke kwa nguvu. Kwa sababu atazidisha vita. Yaani yanayoendelea sasa hivi kwa wananchi ni madogo. Yataongezeka zaidi kama watekaji wameteka watu miaka 2, mwaka mzima, na hakuna yani unafikiria nini kinaenda kutoka? Nafikiri kwa mbele kuna nafuu kwa huyo mtu? Hakuna nafuu kwa huyo mtu uko mbele. Kama mtataka maendelee, hakuna nafuu. Mtaumia vibaya mno. Hiyo ni siri yake yeye na watu wake ambao yuko nao karibu. Sijui kama ni waganga au ni nani, ndio anajua mwenyewe. Ndio wanasema hao watu kuanzia namba 1 mpaka namba 10 au namba 5, wote wanajua kinachoendelea. Na wote mimi nawatambua. Kampeni za kishetani na mambo ya kishetani wanayoyafanya na wanayoyapambania. Wote hao wanapambania ushetani. Wanapambania shetani atawale. Wote wamepewa mamlaka kuzimu. Ndio maana unaona watu wanauawa hawaongei chochote. Sasa kama waongee, nani atakaye kusaidia kama si Mungu? Na Mungu amemtuma mjumbe wa agano Nabii Musa, leo amesimama hapa kuhakikisha anapiga mapigo yote ya Farao ili kuwakomboa Watanzania. Na mapigo hayo nilikueleza, niko hapa nimekuja kupiga mapigo. Ile nguvu ambao wale kule wa Bukoba waliona, na hapa muione, muishuhudie wenyewe, sio kwa kusimuliwa. Ndio niko hapa. Amen. Mungu akubariki sana. Bwana akusaidie unielewe. Bwana akaniambia huyo mtoto aliyezaliwa si wa ahadi ya Tanzania. Ninamchukia. Maana anajiandaa kuiondoa haki ninayoitafuta katika taifa la Tanzania, japo hatofanikiwa. Huyo mtoto yupo mpaka sasa, na amekwisha kuondolewa mavazi, and he has been removed his clothes, na amevikwa mavazi mengine, and he has been clothed with another, na wengi watamkimbilia, and many will run to him, lakini Mungu anamchukia. but the Lord hates him. Baada ya hayo, after that, nikaona kundi kubwa la wana CCM I saw a great group of CCM wakimfuata huyo mtoto, following that child, kumpa zawadi nyingi sana, to give him a lot of gifts. Wakamwambia, and then they told hivi him, ndivyo itakavyokuwa this shall be kama utafanya if you will do sawasawa na mavazi tuliyokuvika, according to the clothes that we have clothed you. Lakini mgombea uraisi, but the presidential nalimuona amebaki mmoja tu, I saw him remaining only one, na wengine wote wakamsindikiza and everybody else alipokwenda kukikalia kiti. To the place that he went to sit upon that chair. Wengi. There was no many candidates. I only saw one candidate. Na hao waliokuwa wanadhaniwa wanaonekana, and those that were supposed to be naliona wanamsindikiza, I saw them escorting kwenda kuikalia kile kiti. This president. Bwana akaniambia, mtazame vizuri huyo anayekwenda kukaa juu ya hicho kiti. The one that is going to sit upon that chair. Nami nalisogea kumtazama vizuri, so I drew near ili yamkini niweze kumtambua so that I could understand huyo anayekwenda kukalia kiti. He that will sit upon this naliona
amejifunika uso, then I saw him covered his face ili asionekane so that he won't be seen kwa kila mtu. to everybody. Bwana akaniambia And the kwamba Lord told me that katika mwaka huu in that year, rais atatawala the president shall rule hali amefunikwa uso while kwa covering muda wa miaka his face 2.5. for 2 years and a half. Na baadaye And later on, uso wake utafunuliwa his face will be unveiled ili kila so mmoja that everybody aweze kumwona waziwazi. can see him. Bwana akupe neema kuweza kunielewa. May the Lord give you the Kwa grace to miaka understand. 2.5 For 2 years and a half, atatawala he shall rule hali uso wake while umefunikwa, his face being covered. lakini baada ya miaka And 2.5 after 2 years and a uso half, wake utafunuliwa his face will be na unfolded. kila mmoja ataweza kumwona. And every